Kuna watu ambao wanapitia mambo mengi. Hii ni msimu wa Krismasi na nataka kuambia wengi wamezikwa majina yao kwa miti ya uchawi au baharini au katika nyungu za wachawi. Wengine wamechukua picha zenu wameweka kwa majina na machupa na picha wameweka kwa machupa na wamezika, wamenenea maneno. Kuna vyakula ambavyo watu wamelishwa. Wengine mmenunua vitu supermarket mkifikiria ni juice, mkanunua damu za watu ambao kwa macho yako inaonekana ni juice. Wengine mnakula vyakula ambavyo vimepikwa na maji yaliyoosha watu waliokufa, yaani maji ya mochari, maji yaliyoosha watu waliokufa. Wengine mmekula vyakula ambavyo vimepikwa na mikono ya watu waliokufa, imekaushwa kama vijiko, ndio vinapika hiyo chakula. Watu wengine mmekula vyakula ambavyo vimepikwa pamoja na panti za wanawake na nywele za ndani za wanawake, ili kusababisha wewe uvutiwe sana. Roho zile zinasababisha watu navutiwa nao. Wapendwa, wacha niwaambie, kuna uchafu mwingi unaendelea sasa katika masaa haya tulio ndani. Mchafu mwingi unaendelea, lakini si kwa sababu ya ubaya. Maandiko inasema katika Timotheo wa pili mlango ule wa 3 ya kwamba siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Yaani watu watakuwa kujipenda wenyewe, watu wa kupenda fedha. Watu wanaazimia kupata pesa kwa njia yoyote ile. Lakini maandiko yanasema kuna mambo inaonekana mazuri kwa macho ya mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Nataka nikueleze ya kwamba hata watoto wengi wa Yesu, wana wengi wa Mungu ambao wameingia katika kanisa chini ya mamlaka ya jina la Yesu, wengi ambao ninakutana nao katika ofisi yangu na katika mitandao wakiomba msaada, wengi ni Wakristo na wako katika ufalme wa Mungu, na wengi wako kanisani hizi za kuokoka na zile makanisa ambao wanaamini kwamba wako juu ya kila uchawi na kila urogi. Lakini ukiangalia maisha yao hauoni wakiwa juu. Unaona uchawi ukiwa juu yao, unaona umaskini ukiwa juu yao, unaona kuhangaika kukiwa juu yao. Unaangalia mahangaiko yao haitokani na kwa sababu wanatumikia Mungu, inatokana na upumbavu wa kukosa kujua maarifa ndani ya ufalme, kila ambacho wanapaswa kufanya. Sasa unaona mtu anakuambia, mtu amelemaa, mtu amepigwa nyumba yake iendelee, maisha yake iendelee, huduma yake imekufa. Hata kama ni mhubiri, ni mtu ambaye hana biashara ya maana, mtu ambaye anahangaika na madeni na mzunguka, lakini ukimfundisha jambo anakuambia imani ya Yesu imetosha. Ni kweli imani ya Yesu imetosha, lakini katika hiyo imani ya Yesu kuna maarifa ndani. Maandiko yanasema katika imani yako ongeza na maarifa. Kuna vitu vya kuongeza, vipengele vya kuongeza kwa imani, ndio imani yako iwe active kufanya kazi. Barua ya Petro wa pili mlango ule wa kwanza ukisoma kuanzia aya 5 inakuonyesha mambo ya kuongeza, ili hiyo imani iweze kuletea na isiwe tasa, ikuzalishe katika masuala yote yanayohusu Mungu, yanayohusu ufalme. Na mojawapo ya vipengele vya kuongeza ni maarifa. Na maarifa yale yatakaoongezwa, mtu wa Mungu angalie sana, maana usije ukaona kwamba maarifa yote yanafaa, lakini kuna maarifa ambayo unaweza ukayatumia yakiwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu yakafaulu. Kwa hivyo kama wewe ni mtu ambaye unahisi kwamba umeshikwa mateka, pengine watu walichota mchanga mahali ulikanyaga, walipochota mchanga mahali ulikanyaga, sasa wakatengeneza mavumbi, wakatengeneza mambo, wakakuweka kwa chupa au wakakuweka kwa mahali, alafu ndio maana shida imekupata. Hao wengine wameshika makucha yenu, wengine ni nywele zenu, wengine ni nguo zenu, wengine ni picha zenu, wengine ni majina yenu, kitu chochote. Uchawi hauwezi ukafanya kazi bila kutumia vitu vya asili vinavyoonekana. Na hili ndio maana mimi Daktari Wilson Tayo nasisitiza maarifa ya kujua maumbile ya Mungu, jinsi ya kuyatumia siku hizi za mwisho, kujinasua kutokana na mitego ya maadui, ukitumia uwezo na nguvu zinazopatikana ndani ya kazi ya msalaba iliyofanyika, yani neno la Mungu. Wewe ambao unamwamini Yesu haufai kuhangaika kwa mahangaiko yanayotokana na uchawi na watu waovu. Kuna watu ambao wameshikwa mateka kwa sababu baada ya kula vyakula vya mashetani au vyakula ambao vimetegewa mitego,
ukaingia katika mtego, ndoa ikaharibika. Ulipatia mtu pesa ajisaidie. Sasa huu ni mwezi wa Disemba, huwa tunapatia watu zawadi, tunapatia watu charity. Unakuta badala ya mtu aliye na moyo amepewa, yeye ana moyo mbaya kwenda kuroga, aseme wewe ndiye anajua kupeana, ngoja nitaona kama atapeana mwaka ujao. Wanaenda kukuroga upoteze uwezo wa kifedha, wanaenda kukuroga upoteze uwezo wa kujisimamia, hata watoto wako wawe visirani. Wanaenda kukuroga ili usifanikiwe maishani. Mwanangu, acha nikwambie, hii mbinu yenye nataka kukupatia itakuokoa. Na kama kuna mmoja yeyote ambaye amepita mateka kwa sababu pengine ndoa yako au biashara yako au kazi yako ya mikono au nyumba yako au huduma yako au watoto wako au mumeo au mkeo au maisha yako yamepinduliwa kuwa mambo ya maradhi na magonjwa au mtu wa madeni kila wakati, kajiondoe katika hii mitego kupitia huduma hii ambayo ninaenda kufanya hapa na kuonyesha. Na nitakuja kutangaza hapa kwamba huduma hii nitaifanya kwa kanisa, huduma ya kuvunja chupa ya uchawi ambao watu wanakuweka ndani, wanaweza kuwa waliweka kwa nyungu, wanaweza kuwa waliua mnyama fulani wakakuzika majina yako ndani, alafu wakazika huyo mnyama ili mambo yako yaishe. Mtu wa Mungu, utafunguliwa, huduma hii itakuweka huru. Katika jambo la kufanya, tafuta chupa ambayo inavunjika. Nenda kwa kijiji ya kwenu ama bara kwenu. Wala ambao huwa nawaongelesha labda mnaniambia bara ni mbali, kwetu ni mbali. Huduma si yako. Fanya kila ambacho nimefundisha, kila ambacho unaweza fikia. Kila ambacho hauwezi fikia, tulia, umwamini Mungu, ngojea mpaka vile tutasema mambo mengine atakao sababisha huduma nyingine ambao unaweza kufikia. Kwa huduma hii, nenda kwa kijiji ya kwenu, maana mtu ambaye anaweza kuwa amekuroga si mtu ambaye anatoka mbali na kwenu. Watu wenu ndio wanaweza kuroga, watu wa kijiji chenu ndio wanaweza kuroga. Hawataka kuona umesimamisha nyumba nzuri, hawataka kuona watoto wako wanasoma, hawataka kuona ukitembea na mke wako mcheka, hawataka kuona watoto wako wanashine, hawataka kuona ukiendesha gari mzuri, hawataka kuona maisha yako ikiwa na afya. So lengo lao ni kukurudisha chini. Lengo lao ni kukunyamazisha kabla wakati. Lengo lao ni urudi maskini, utembee na vitambaa na kuombaomba. Lengo lao ni utabike katika maisha. So wengi wanatokana na damu, wengine kama si wa damu wanatokana majirani, kama si majirani watu wa hiyo kijiji. Kwa hivyo tafuta mchanga wa kijiji ya kwenu. Inaweza kuwa si bomani mwenu, lakini bora ni kijiji ya kwenu. Tafuta mchanga, weka kwa hiyo chupa. Weka kwa hiyo chupa. Alafu tafuta mavumbi yaliyopika, yani yale majivu yaliyopika kidogo, ongeza kwa hiyo chupa. Ukimaliza, tafuta tunda la nazi moja. Chukua maji ya nazi, ongeza ndani. Funga hiyo chupa, alafu uende nayo katika maombi. Fanya maombi kwa siku 7 na hiyo chupa. Fanya maombi ukikabiliana na maroho ambayo yanazuia upande wa kufanikiwa kifedha. Fanya maombi ukikabiliana na mapepo na magonjwa yanayozuia wewe usiwe na afya nzuri. Fanya maombi ukitumia neno la Mungu ukipigana na yale maroho ambayo yanafanya muendelee kuwa chini. Fanya maombi na upigane na wale ambao wamekutegea mitego usiinuke kimaisha. Pigana vita katika kila kona, kielimu, kitaaluma, kiroho, huduma zako za kiroho, vipawa vyako vimezuiliwa. Kuna mwimbaji mkubwa sana kule Marekani ameniongelesha. Anasema amekuwa juu sana, alikuwa anaimba karibu ulimwengu wote. Lakini ghafla tu amerudi chini kabisa. Amenifuata, anataka nimsaidie ili arudi kwa miguu yake. Nataka ni mwimbaji mkubwa sana. Mwimbaji maarufu, hata nikikutajia unamjua. Ni mtu ambaye ameimba katika mataifa mengi, Marekani, Ulaya, huku kwa United Kingdom, hapa Afrika, ameimba sehemu nyingi. Na watu wengi wanamjua. Lakini yule mtu amerudi bure kwa sababu amekosa mwelekeo, amekosa njia, amekosa taratibu na wamemrudisha chini. Unafikiria yule mtu amerudi chini hadi kwa sababu Mungu ndiye amemrudisha? Hapana, yule mtu ni maadui wamemrudisha. Sasa hiyo chupa, baada ya siku 7 maombi, na hata ukitaka kufunga unafunga, maana utakuwa unaongeza nguvu katika maombi yako. Upasue hiyo chupa. Baada ya hapo, ikishatawanyika, kusanya vipande ambao vimepasuliwa.
nenda ukatupe kila sehemu, scatter them, yatupe kila maeneo, tupa kila maeneo, usitupe mahali pamoja, tupa sehemu tofauti tofauti. Ukitaka kufanya hivyo, utaona kwamba yule atakuwa na uwezo wa kuzuia wewe na kukurudisha katika ule mtungu wa ufukara na ule shida ambao ulikuwa ndani, kukuwekea mipaka usiendelee. Yule atakaye kurudisha lazima awe na uwezo wa kukusanya hivyo vipande vyote vya chupa, aunganishe iwe chupa na akusanye michanga iliyokuwa ndani na maji. Na je, kuna mwanadamu anaweza hilo kama si Mungu peke yake? Na maandiko yanasema mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini kusudi la Bwana ndilo litakalosimama. Mambo haya yanawafundisha wengi, lakini wengi mnafikiria ni mizaha ama ni mtu anatafuta tu umaarufu wake. Nataka nikueleze kwamba ulimwengu tulio nao sasa tunaoishi ni ulimwengu wa hatari. Timotheo wa pili mlango wa 3, maandiko yanasema siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kupenda kutukanana. Watu sahi hawajali, wanatengeneza pesa kwa njia yoyote ile. Lakini mwanangu, maandiko yanasema kuna njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Angalia sana kile nakufundisha. Uelewe sana kwamba ninakutakia mema. Ujifungue na uwezo wa Mungu unaotokana na mambo ya maarifa ambayo nakupatia. Kama walizika chupa yote ama nyungu ama lolote lifanyika kupitia object yako, either sura ya picha yako ama majina yako ilizikwa mahali, ama pengine nguo yako, panti yako, nywele zilinyolewa zikashikwa mahali, au makucha au viatu au mchanga uliokotwa katika nyayo za miguu yako, nataka nikwambie ukivunja hiyo utakuwa umeskata, utakuwa umeharibu. Na hiyo ibada inakuja, na ndiyo ibada inakuja tarehe 31. Hiyo ibada inakuja tarehe 31 mwezi huu wa 12. Inakuja katika huduma yetu, nitakufanyia watu, kuwafungua na kuwaweka huru all the days of their life. Mungu atawasaidia. Wanangu, msiogope. Kunayo maarifa mengi ambayo Bwana anatupatia kukabiliana mbinu mpya ambazo zinakuja za adui kujipindua akitumia vitu vinavyoonekana. Si wacha Mungu awatetee. Fanya hivyo na utanipigia au unipatie ushuhuda. Asante, tukutane kwa video itakayokuja. Bye bye.